I'm just so excited to be here. Nina furaha sana kuwa mahali hapa. Because when I stand here, all I see is sons of God. Kwa maana ninapokuwa nimesimama hapa ninachokiona ni wana wa Mungu. Made righteous and declared holy by Jesus himself. Ambao wamehesabiwa haki na ni watakatifu kupitia Yesu. But by what he did on the cross. Kwa kile ambacho alikifanya msalabani. You can follow up on that kwa Ephesians chapter 1 kuendelea from verse 1 going downwards. Na hili tunaweza kulifuatilia pale kwa Efeso kifungu cha kwanza na kuendelea. Na 2 Corinthians 5 verse 21-22. Kwa Korintho wa pili kifungu cha 5 kuanzia mstari wa 21. I heard the pastor say that nilimsikia mchungaji akisema kwamba we are, he said the most, asiko kwa mchungaji ilikuwa ndugu, alisema kwamba ama ilikuwa nani, one of them alisema kwamba kati ya maskini tajiri tunashare kitu moja ni ni wewe. Tashiriki kitu kimoja. Bora message iko. Hallelujah. And then he said in the ministry what the determining factor is love. Na akasema ya kwamba katika huduma kitu kile ambacho ni cha muhimu sana ni upendo. Do you know what love is? Unajua upendo ni nini? God himself is love. Mungu mwenyewe ni upendo. The Bible says, Biblia inasema the kingdom of God kwamba ufalme wa Mungu is likened to a treasure unafananishwa na hazina hidden in jars of clay. Ambayo imefichwa katika udongo. Where does God live? Basi Mungu anaishi wapi? In heaven. Anaishi mle mbinguni. And the kingdom of God, na ufalme wa Mungu, is like treasure ni kama hazina hidden in jars of clay ambayo imefichwa katika vyombo vya udongo, in earthen vessels. Katika nje. Hello. Hallelujah. What are these earthen vessels we are talking about? Basi vitu hivi ambavyo ni vya udongo ni vipi? Made of called jars of clay. What are we talking about? Ambazo zimeundwa tu na udongo. Hello. Hello. What are we talking about? Tunazungumzia nini? And me. Wewe nami. Hallelujah. That is where the kingdom of God is. Basi hapo ndipo ufalme wa Mungu ulipo. And that is where God himself resides. Na hapo ndipo Mungu mwenyewe anadumu. Remember, the Bible also says that we are seated in heavenly places. Basi na Yesu tumeketi katika maeneo mbinguni pamoja na Yesu mwenyewe. Hallelujah. With who? Na Yesu. With Christ Jesus. Hallelujah. We've been made heirs. Basi tumefanywa warithi with Christ. Pamoja na Kristo. Hello. Hello. Is somebody getting me over here? Basi mtu ananipata ninachokisema. God resides in heaven. Mungu anaishi mle mbinguni. Hello. Hello. Heaven is in the inside of you. Na basi mbingu hii iko ndani yako. Hallelujah. Amen. God himself is love. Mungu mwenyewe ni upendo. God himself is love. Mungu mwenyewe ni upendo. And since God is love, kwa maana Mungu ni upendo, we don't struggle loving. Basi hatuhitaji kung'ang'ana kupendana. Galatians 2:20. Galatia 2:20. It says it's no longer I was crucified with Christ. Nasema kwamba mimi Kristo nilisulubishwa. It is no longer I that lives. Sio mimi sasa naishi, but God who lives in the inside of me. Lakini Mungu anaishi ndani yangu. And so if God is the one living in the inside of us, basi kama Mungu ndiye anaishi ndani yetu, what effort do we have to put in order to love people? Basi tunahitaji kutia juhudi zipi ili tuwapende wengine? Iko kweli? He does it in himself in the inside of us. Basi anafanya yeye mwenyewe akiwa ndani yetu. The point to know and to remember jambo la kuzingatia na kukumbuka is that the life that we live right now kwamba maisha ambayo tunayoishi kwa sasa has nothing completely and absolutely nothing
Hayana kitu kabisa, hakika hayana to do with you. haya cha kufanya na wewe. It has nothing and nothing at all to do with you. Haijishughulishi na wewe. It is God himself driving the life in the inside of you. Kwamba ni Mungu mwenyewe anaongoza maisha yako. Hallelujah. Bible says that God was busy reconciling the whole world back to himself. Ya kwamba Mungu alikuwa amejishughulisha sana kujiunganisha na wanadamu. What do you understand by the term world? Basi unaelewa nini unaposikia ulimwengu? World is a system of thoughts. Ya kwamba ulimwengu ni katika ile njia ya mafikra yako. A system of thoughts. Mafikra yako That runs things all around. ambayo ndiyo anaendeleza vitu vyote. I'm not talking about the earth. Sizungumzii inji ambayo mchanga. I'm talking about the world. Nazungumzia ulimwengu. God says himself, Mungu anasema I was busy reconciling the world back to myself. kwamba nilikuwa nimejishughulisha kujiunganisha tena na ulimwengu. What does that mean? Inamaanisha nini? He came to shut off all these conscious minds of ours and all this mtaratara that we put for ourselves and say we should have to do this and that, this way and that way. Hallelujah. Mungu alikuwa amejishughulisha ili kuyafumba mawazo yetu ambayo ndiyo anaendeleza kila jambo. So that now what we do is nothing to do with ourselves but surrender ourselves fully to God. Ya kwamba tusiwe na chochote cha kujishughulisha nayo ila sasa kujiachilia kabisa mbele zake. Hallelujah. And one interesting thing Kwamba jambo ambalo linapendeza about all this that we are talking about kile ambacho tunakizungumzia is that it applies to everyone. na hili ni kwa kila mmoja. That armed robber out there, armed robber, ule mwizi wa huko nje, Na yule mwizi ambaye uko huko nje, all the prostitutes in town, na wale malaya wote mle mitaani, all the drug dealers, wale wote ambao ni walevi. God says, I was busy reconciling the whole world back to myself. Mungu anasema kwamba nalikuwa najishughulisha kujiunganisha na wao. All of them are holy and righteous. Wao wote ni watakatifu na wenye haki in the eyes of God. mbele za macho ya Bwana. That is what Christ came to do. Na hilo ndilo Kristo alikuja kulitimiza. If we judge them by our minds, basi tukiwahukumu kwa akili zetu, according to our standards, na kulingana na viwango and vyetu, according to the standards of the world, na kulingana na viwango vya ulimwengu, they are nothing to do with holy, they are nothing to do with righteous, they are no good people. wana chochote kuhusiana na utakatifu na kwenye haki kulingana na watu. Hello? Yes. They can't be classified as that. Basi hawezi wakawekwa katika kitengo chochote. But since lakini we are Christ, God lives in the inside of us. Sisi ni Wakristo ambao Mungu anadumu ndani yetu. And like Paul says, I have learned to view people the way God sees them. Basi kama vile Paulo anavyosema, nimejifunza kuwatazama watu jinsi Kristo anavyowaona. And do you know what that means? Na hili linamaanisha nini? I'm standing here, I don't know any one of you, I don't know any person. Nimesimama mbele yenu na simjui yeyote. Apart from George and David. Isipokuwa Daudi na George. But all I see, lakini kile ninachokiona is Christ Jesus among like everybody. Basi namuona Kristo katikati yetu. Which makes you my brothers. Ambaye inakufanya iwe ndugu yangu. Which makes you my brothers. Ambaye inakufanya uwe ndugu yangu. That's why I'm comfortable being around here. Ndipo basi mimi niko huru nikiwa katikati yenu. So in short, I'll say this one word. Basi kwa kifupi nitasema jambo hili. You are dead. Kwamba wewe ni mfu. And it is Christ. Ni Kristo. Who is alive in the inside of us. Ambaye anaishi ndani yetu. And note this one point. Na upate jambo hili moja. No matter how much you praise God. Haijalishi kwa jinsi gani utamtukuza Mungu. No matter how much devoted you are to him. Haijalishi jinsi vile umejitolea kwake. No matter how much you give to him. Haijalishi jinsi unavyomtolea sana. No matter any effort that you try to put. Haijalishi bidii zote ambazo utajaribu kuzifanya. God loves us the same. Mungu anatupenda sisi wote sawa sawa. It doesn't change.
ambadiliki. Whatever you do, it doesn't change. The love of God is the same. Chochote kile anachokifanya akibadiliki, upendo wake haubadiliki. So zile tabia za kusema twist God kwa kufunga na kuomba alafu tubarikiwe ama nini na nini ifanyike, that is total stupidity. Shun from it. Ya kwamba ukatambua ya kwamba hakuna chochote kile unaweza kifanya ili Mungu aweze kukutii. Ni kupitia tu neema yake na upendo. And realize how dead you are. Na upate kutambua jinsi mfu ulivyo. Hello. Hello. Hallelujah. Hello. Yeah, God loves you so much. Mungu anawapenda sana. And when I was coming, when I entered this place, God gave me a word for you. Nilipoingia mahali hapa, Mungu alinipa neno kwenu. Back there, when umevaa shati ya white, the one holding your neck. Yule ambaye umeshikilia shingo yako. And this is what God is saying to you. Na Mungu ananena hili kwako. You are what I say you are. Wewe ni kile ambacho mimi ninakiona ukiwa. You are not defined by any standard. Wewe basi uwezi kuwa unaelezewa kwa kiwango chochote kile, but my own standard. Lakini kiwango cha Mungu mwenyewe. He calls you my own. Anakuita wewe ni wangu. He says it's time to stop. Ni wakati wa kuacha. For you, it is time to stop looking at others as if they are a high level in Christianity and see yourself. Ni wakati wako wa kuacha kuona nikana kwamba wengine wameenda sana katika mambo ya Kristo. He says you are perfect in him. Anakuambia kwamba wewe ni mkamilifu kwake. He says I love you so much. Nakwambia nakupenda sana. You are seated with me in the heavenly places. Basi umeketi nami katika maeneo ya mbinguni. He declared you holy and righteous. Amekuhakikishia kwamba wewe ni mtakatifu na mwenye haki. 2012 years ago. Miaka 2012 iliyopita. Amen. You guys are blessed. Ninyi wote mmebarikiwa. Hallelujah. My name's Joseph Kipkorir. Wow. Hallelujah. Majina yake ni hayo. Praise the Lord. I'm going to welcome another person. Nitaenda kumkaribisha mtu mwingine. We may not preach with a lot of force here. Tunaweza kosa kuhubiri kwa nguvu sana hapa. I can assure you one thing. Lakini naweza kuhakikisha jambo moja. God is here with us. Mungu yuko hapa pamoja nasi. When we were waiting for our brothers at the stage there, tulipokuwa tunawasubiri ndugu zetu pale kwa stage, God told me I want to minister to that lady at the other side of the road. Kwamba Mungu akaniambia nataka kuhudumia mwanamke huyu ambaye kwa upande mwingine wa barabara. I did not tell pastor. Sikumwambia mchungaji. I just told them, let me leave you kidogo, I go the other side. Kamwambia nitaacha kidogo niende upande mwingine. When I reached there, nilipofika pale, the lady was stranded. Mwanamke yule alikuwa amechanganyikiwa. She doesn't know where she was going. Ajui mahali alipokuwa anaenda. She has lost her phone. Na amepoteza simu yake. And I was able to give her my phone. Nilikuwa naweza kumpa simu yangu. And she remembered the number of the person she wanted to call. Na akakumbuka nambari ya mtu yule alikuwa anataka kumpigia. She called that person and they talked. Akampigia mtu yule na wakazungumza. And the person was now coming to pick her. Basi mtu yule alikuwa anakuja kumchukua. I do not know what David is going to say here. Sijui mimi ndugu yangu Daudi atasema nini. But when we reached outside there, lakini tulipofika pale nje, he asked me, akaniuliza, now that pastor talked to you yesterday, ni mchungaji ako namna gani yule tuliongea naye? Pastor talked to me yesterday, we are coming to preach here. Kwamba mchungaji alikuwa ameniambia kwamba tutakuja kuhubiri mahali hapa leo. What are you going to talk about? Wewe utaenda kuzungumzia nini? And what was my answer? Said he has not he doesn't have a topic yet. I don't have a word. I don't know what I'm going to preach. Sema kwamba sijui nitaenda kuhubiri nini. The moment I sat down in this seat here, nilipoketi basi kwa kiti hiki hapa, I had this word coming to me. Kasikia neno hili laja kwangu. Talk about manifesting the life of Jesus. Zungumzia kwamba maisha ya Yesu Kristo dhihirisho. Talk about we are not of this world.
Zungumzia kwamba sisi si wa ulimwengu huu. Talk about we are not defined by what we see. Zungumzia kwamba sisi hatuwezi kuelezewa na kile ambacho tunaona. Talk about we do not feel ourselves to judge reality. Zungumzia kwamba sisi huwa hatujihisi ni kwa ajili ya kuhukumu mambo yalivyo. Talk about how dead we are in Christ. Zungumzia jinsi sisi tumeweza kufa katika Kristo, so that we can manifest the life of God. Ili tuweze kudhihirisha maisha ya Yesu. So that is going to be my word today. Na hilo ndilo litakuwa neno langu leo. I welcome my brother David. Namkaribisha ndugu yangu Daudi. Amen. Amen.